Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Leo hii tukiwa tunaangazia maradhi ya ubongo ama ukipenda hydrocephalus, na leo hii tumepata kujua kwamba tatizo hili kumbe halipati watoto wadogo, ama si ugonjwa tu wa watoto wadogo, lakini Wycliffe anatuambia kwamba ni ugonjwa ambao unaweza kumpata mtu yoyote. Sasa nataka tuje kwako Wycliffe, utueleze kidogo kabla hatujarejea huku kwingine, manake tunaona ni kama idadi kubwa ambao wanaugua ugonjwa huu ni watoto. Je, tukija kwa watu wazima, pengine ni vitu gani ambavyo vinamweka mtu katika hatari ya kupata tatizo hili, na linapoanza lile tatizo dalili zake zinakuwa vipi? Asante sana. Ukikumbuka venye nilikuelezea kwamba circulation ya hiyo maji ya ubongo na uti wa mgongo inakimbia kwa ubongo na kwa uti wa mgongo pia. Watu wazima wanaweza pata shida kama hii wakiwa na uvimbe ama growth ama tumor ndani ya kichwa yenye itakuwa inamea kwa njia ya hiyo maji kuteremka. Bado inaweza patikana wale wenye wamepata ajali ya kichwa, jeraha ya kichwa. Ukipata jeraha ya kichwa na umetokwa na damu ndani ya kichwa, damu inaweza itaganda ndani ya ventricle ama hizo nafasi, vyumba vya hizo maji. Hiyo ikifanyika itazuia ubongo kuvuta hiyo maji. Itakuwa inajaa hapo, inatolewa lakini hakuna njia ya kutoka. Hiyo ikifanyika maji itakuwa inajaa ndani ya kichwa kama hiyo. Wengine watu wazima wanaweza pata kutokana na infections. Mtu akipata ugonjwa kama meningitis yenye itakuwa ina affect ubongo ama sehemu za ubongo, itafanya sehemu za ubongo zenye kazi yake ni kuvuta hiyo maji ikose kufanya hiyo kazi. Hiyo itafanya maji ijae kwa sababu haitakuwa na njia ya kutoka, na hiyo italeta pressure ama shinikizo ndani ya ubongo. Hiyo ikifanyika, watu kama hao wanaweza pata hii ugonjwa ya hydrocephalus. Tofauti na watoto ni kwamba watu wazima kichwa aongezeki kwa ukubwa, kwa sababu mifupa ya kichwa haya tayari ishakomaa, zimeungana pamoja, hakuna nafasi. So watu wazima watakuwa naanza kuumwa na kichwa ile yenye ukimeza dawa ya maumivu hakuna mabadiliko, ni kichwa inauma zaidi. Wengine wataanza kutapika, ukikula kitu unatapika. Hiyo ni kwa sababu ile pressure iko juu ndani ya kichwa, na kifanyika hivyo inafanya sehemu za ubongo zenye zina control reflexes ya mwili kuzuia kutapika, mambo kama hayo inaafektiwa na hiyo shinikizo. Hiyo ikifanyika wanaanza kutapika. Wengine wanakosa kuona, wanaanza kuona mbili, ile tunaita double vision, alafu baadaye wanaweza kosa kuona kabisa. Wengine wanaweza kuwa na shida ya kutembea. Wanaanza kutembea kama walevi, we call ataxic gait. Wanatembea, hawezi waka-control mwili kutembea ama kubalance mwili mzima. So kwa sababu ya hiyo pressure hapo ndani, ikifanyika wana lose hiyo balance. Sasa hiyo haijalishi kichwa kimegongwa upande gani, ama kuna mahali specific ambapo pakigongwa ndio mtu anaweza kupata hizo athari? Maanake nakumbuka kuna wakati tulikuwa tunafanya kipindi hapa kuhusiana na majeraha ya kichwa. Daktari akaa anasema mtu akianguka pengine akija hospitali tunamuuliza, je, ulitapika? Sasa saa hizi umezungumzia hilo swala la kutapika, linanirudisha nyuma. Ndio nauliza, je, katika huku kupata jeraha la kichwa, ni jeraha lolote ambalo litasababisha damu kuvuja katika ubongo katika sehemu yoyote, ama kuna sehemu maalum hiyo ikiathiriwa ndio inamweka mtu katika hatari hii? Asante sana. Niko na mfano ya ubongo hapa, nitakuwa naonesha. So mtu akipata ajali pengine hapa na damu imetoka hapa. Hiyo ni hapo mbele sasa. Hapa mbele, damu imetoka hapa. Na si damu imeingia ndani ya ubongo kuteremka chini, kwa sababu mahali itafanya mtu apate hydrocephalus ni wakati hiyo damu imefika ndani kwa viumba vya maji. Hapa tulikuwa tunasema ventricles. Damu ikifika hapa ndio itakuwa ina affect hiyo kuvutwa maji na kutolewa, na hapo ndio mtu atapata hydrocephalus. Sawa sawa. Janet. Yes.
turudi katika hawa kina mama ambao wanazaa watoto ambao wana tatizo hili. Tukiangalia takwimu zile zilivyo, je, watoto wengi ambao wameripotiwa kuwa na tatizo hili ni wale ambao wamezaliwa kimaumbile tayari wakiwa wako ndani ya tumbo kwamba wamepata tatizo hili, ama ni wale ambao wamepata wakati mama anajifungua? Majority ama wengi ni wale ambao wanapata wakiwa kwa tumbo. Yes, kwa sababu ya complications za mtoto akiwa kwa tumbo. Mama anaweza kugojeka ama mtoto apate shida kama bleeding, hiyo kama Naomi amesema, ama pia during delivery mtoto amezaliwa akiwa preterm ama kama hajafikisha miezi ya kuzaliwa kama vile daktari alielezea. Sasa hapo mtoto anapata shida. Yeah, anaweza pata. Na dalili zile hatari ambazo umetutajia ni kama zile kutokwenda kliniki kwa wakati unaofaa, kutumia dawa bila kupata ushauri wa daktari na kupuuza mambo mengine. Naomi, kuna neno ulilizungumzia hapa, ukazungumza kwamba wakati ulipojifungua daktari hakujua kwamba wewe unajua kuhusu hili tatizo. Kwa hivyo alikueleza kwamba yule mtoto wako ana hili tatizo, ni kitu ambacho kilikushangaza. Pengine wakati ulipokuwa unabeba ule ujauzito na ukaambiwa kwamba mtoto wako ana kichwa chake ni kikubwa kuliko ule umri wake ambao anaendelea kukua nao, wakati ulipopata zile habari ulizichukulia vipi na ziliathiri vipi wewe kuanza kuishi na mtoto wako mpaka wakati huo? Asante Mwanahamisi. Wakati niliambiwa mtoto wangu ako na kichwa kikubwa, hata sikudhani ati anaweza kuwa na hydrocephalus. Nilidhani tu ni kitu cha kawaida. Nilipojifungua sasa, nilitiwa a consulting neurosurgeon. Wakati alikuja, aliniambia maneno ambayo yaliniacha nikiwa na huzuni, sababu nililia kutoka saa 3 mpaka saa 6. Aliniambia kwamba huyu mtoto nimezaa, kwanza the first thing ile alisema ya kwanza, huyu mtoto umezaa ako na parts 6 kwa kichwa na mtu wa kawaida anafaa kuwa na parts 4. Mimi mwenye sijui, haja nieleza, amekuja tu na report ameishika na niambia, huyu mtoto wako, I'm sorry to tell you, mtoto wako ako na parts 6 ndani ya ubongo wake. Na mtu wa kawaida anafaa kuwa na 4. Alafu akaniambia hii condition ako nayo nafaa nimfanyie upasuaji haraka iwezekanavyo. Na ukikataa, huyu mtoto wako hataongeza uzito, huyu mtoto wako hatafikisha miezi 6, huyu mtoto wako hata akifikisha miezi 6 atakuwa cabbage, atakuwa mboga. Hata hii aweza kujifanyia chochote na hata hii atakuwa tu na kusumbua kwa hii maisha. Kumaanisha kwamba yeye alikuwa anataka tu mkimbilie upasuaji kabla ya kukutayarisha. Hata hajanieleza hydrocephalus ni nini. Yeye amekimbilia tu weka deposit ya this amount ndo niweze kupeleka mtoto theater. Nikamwambia hata sikumjibu, nilianza tu kulia. Maskini, pole. Nikalia, nikaomba tissue kwa mama wenye tulikuwa nao kwa ward moja, zikaisha. Nilitulia wakati yule gynecologist mwenye alinifanyia upasuaji alikuja. Akakaa na mimi, akaongea na mimi, ndo akaambia the management ya hospitali, kuna mama pale vile yuko hayuko vizuri, mjue vile mtafanya atulie. Najaribu kuimagine, manake mama anapojifungua tayari huwa anakuwa na emotions zake tu mwenyewe. Wakati mwingine utakaa unajisikia hauko sawa, umelia, umefanyaje, alafu mtu anakuja na kuongezea mambo kama hayo. Pole sana. Nishapo, asante. Sasa huyo gynecologist nilikuwa naye akanipa moyo. Akapiga simu 2-3, akaniambia unaona wale naongea na wananiambia usi mwisho na mtoto anaweza fanyiwa surgery na aishi tu maisha ya kawaida. Lakini nikamwambia mimi nitatulia nikiona bwanangu nimueleze kile nimeambiwa. Sasa bwanangu hata vile alikuja, hata akuja kule nilikuwa kwa ward. Aliambiwa aende akaone neurosurgeon. Na yeye pia alipatiwa the news vile tu mimi nilipatiwa. Yeye alitoka tu kwa hiyo ofisi yake, hata alishikwa na watu akienda kugongwa na gari. Sababu alikuwa anajiuliza mtoto huyo msichana tuko naye ni yeye tu msichana tuko naye. Wengine ni vijana. Mtoto wangapi? Ni 3.
hao wengine ni vijana. Sasa nauliza mtoto wangu tu wa kike kutakuwaje tena, na mzaa tena na bwana kufa. Alikuwa very devastated. But alienda akakuja, huyu daktari mwenye alikuwa sasa amenifanyia upasuaji alikaa na mimi mpaka wakati bwanangu alikuja. Akatuongelesha, akatuambia kile mmeambiwa si lazima ikuwe ni hivyo. There is hope. Huyu mtoto akaenda afanyiwe upasuaji, anaweza ekwa kitu inaitwa shunt na aweze kuishi maisha ya kawaida, lakini akasema yeye hana ujuzi sana, tunahitaji kuelezwa na neurosurgeon. Nikamwambia sinitumie neurosurgeon tena, nitaenda kutafuta huko nje hiyo hospitali nilikuwa. Nikamwambia I'm very traumatized, sitaki hata kuona huyo daktari na hata sitaki kukaa hapa kwa hiyo hospitali yenu. Nilitoka hospitali before hata siku 5 ziishe. Ulizaa normal ama? Ilikuwa ni CS. Nilikuwa nafaa nikae siku 5 ama 7. Nilitoka siku ya 3. Nilisema siwezi kaa hapo tena hiyo hospitali, sababu nilikuwa tu na kaa hivi naangalia mlango mali tunatokea tu, naona venye huyo daktari aliingia na maneno yale aliniacha nayo. Yeah. Janet, utalizungumzia vipi swala kama hilo? Pole sana Naomi kwa vile huyo daktari ali break news kwake. Haifai kuwa hivyo. Daktari anafaa kuelezea mgonjwa, at least ampatie hope na amwambie interventions ambazo ziko. Lakini huyo daktari alifanya vibaya sana. Badala yake angemwambia vile hiyo hydrocephalus ni nini na inaletwa na nini, na pia probability ama ni nini inaweza fanyika, na kama huyo mtoto vile huyo mtoto anaweza saidika. Na pia hafai kumwambia anaweza kufa na miezi 6 kwa sababu yeye sio Mungu na si anapeana uhai. Kweli. Yeah. Sawa sawa. Hivi sasa hapa tunazungumzia kuhusu maradhi ya ubongo ambayo yanafanya kichwa cha mtoto kiwe kubwa, lakini kuna hili swali kabla tuanze kuingia kujibu maswali yao, naomba tumjibu tu, manake unajua vipindi kama hivi vinapokuwa hewani kina mama hasa wale wajawazito wanakuwa makini. Na pengine kuna huyu anaona hapa tu ndio mahali ambapo anatumaini la kupata jibu kama hili, ama pengine mama ambaye analea mtoto. Huwa anasema naitwa Evangelist Hillary kutoka Molo. Ningependa kuuliza kuwa iwapo mtoto amezaliwa na kichwa kidogo na ako sawa, je, kuna tatizo lolote kwa huyo mtoto? Sasa hapa tunazungumzia kichwa kikubwa. Je, tukija kwa kichwa kidogo ni tatizo ama inakuwa namna gani? Asante sana. Kuzaliwa kwa mtoto kwa kichwa kubwa, kichwa kidogo chini ya sentimita 32, hiyo tunaita microcrania. Na watoto kama hawa kama kuna uwezekano wanaweza kuwa na shida baadaye kwa sababu ya kichwa kukua kidogo kushinda kiasi, ni kwamba aidha ubongo haija develop kikamilifu. Ubongo sehemu kama hii ya nyama inaweza kuwa imedevelop kikamilifu ndio, lakini kuna zile zinaita cognitive zinaweza kuwa haziko sawa kwa sababu ubongo wenyewe haijakuwa normal size in a way. So kuna wenye wanaweza kuwa sawa, lakini kuna uwezekano wengine wanaweza grow tu vizuri, wanakuwa tu vizuri, hawana shida, lakini hapo mbele wanaanza kuwa na shida ya cognitions, like kusoma darasani, kuweza kufanya hesabu, vitu ndogo ndogo kulingana na rika yake, hawezi, anakuwa na delayed milestone in a way. Okay, sawa. Sasa huyu ni mama ambaye amekwenda kliniki, anafuatilia kliniki zake na akaelezwa kwamba kuna uwezekano mtoto wako kichwa chake kimepata madhara hayo, kwamba hakikui vile inavyostahili. Kuna chochote ambacho kinaweza kufanyika ili kuweza kuirekebisha ile hali mtoto akiwa tumboni, ama mpaka mtoto atolewe? Na mtoto akishatolewa, ikiwa ni kwa njia ya uzazi, ni kitu gani cha haraka ambacho anafanyiwa pengine kabla upasuaji, ama ni lazima moja kwa moja aende kwenye upasuaji? Asante sana. Mara mingi hao watoto wenye wanazaliwa wakiwa na hydrocephalus tayari ile kitu hiko. Tayari ni maumbile. Hakuna kitu unaweza fanya wakati huo. Ni venye nimewaelezea ni kwamba njia ni kutengeneza njia ya hiyo maji kutokea.
hakunanga ile dawa unaweza pea kuzuia hiyo kuendelea wakati yako kwa tumbo. Na wakati amezaliwa, mara mingi wanazaliwa through CS. Kwa sababu kichwa ni kubwa, hawezi ikapita kwa njia ya uzazi. So wakizaliwa ni wale wenye wanafaa wazaliwe karibu mahali kuna pediatrician na neonatal unit. Kwa sababu mara mingi wanaweza kuwa na maji mingi, kwa sababu mtoto akizaliwa kuna venye Mungu ameiweka anafinyika kwa njia ya uzazi. Na hiyo inaweza fanya ile amniotic fluid, ile maji ya ilikuwa inapita kwa mdomo na kuingia kwa sehemu zingine za mwili zinatoka, apate lungs ipate kufunguka na apate kupumua hii hewa ya nje. So hawa watoto kama hawa kichwa ni kubwa, wamezaliwa na njia ya CS, hawajapata kupita kwa hiyo njia. Wanaweza kuwa na shida ya kupumua hiyo wakati. Wanaweza hitaji kuwekewa oxygen, na hiyo inahitaji ustadi ama specialist ya pediatrician. So mama akiwa na mimba na ameambiwa mtoto ako na shida ya hydrocephalus, amefanyiwa ultrasound, ameambiwa shida kama hiyo ndio mtoto wake ako nayo, ni vizuri ajifungue kwa ile hospitali mahali atapata pediatrician wakati wa kuzaa. Okay. Janet, kuna wengine wanasema kwamba hii hali inaweza kusababishwa pengine wakati mama anapojifungua mtoto akaanguka, kichwa kikaumia. Inawezekana? Wengine wanasema kwamba pengine mtoto alikosa hewa wakati anapozaliwa, ubongo ulikosa kupata hewa. Unajua hizi ni dhana na ni mambo ambayo watu wengi wanasema. Ukimwona mtoto yuko vile, yule basi alikosa kupata oxygen kenda kwenye ubongo ndo maana yuko vile. Mwingine anasema yule alizaliwa pengine akaanguka akaumia ubongo, kama vile alivyotueleza Wycliffe, ni kwamba mtu mzima ubongo ukiathirika inaweza kwa hivyo. Je, kuna ukweli wote katika hayo? Na pengine ungewashauri kina mama vipi iwapo watajipata katika hali kama hizo wakati wa kujifungua? Asante. So huyo mwenye anaanguka kama vile daktari alisema, akianguka inaitwa traumatic brain injury. So kichwa inaanza kubleed huko ndani. Sasa ina affect hiyo flow ya CSF. Lakini huyo ambaye hapati oxygen wakati anazaliwa inaleta ile condition nyingine inaitwa cerebral palsy. Okay. Sasa wamama ni vizuri wajifungue kwa hospitali ambayo kuna facility mzuri ama wako na specialists wazuri, wale ambao wako experienced, ndio waweze kunotice ama waweze kuona chochote ambacho sio haiendi vizuri kwa mtoto wakati anapozaliwa. Kwa sababu wakipata kama mtoto wako na hydrocephalus, watadirectiwa to the neurosurgeon, alafu neurosurgeon ataweza kuweka shunt na mama hawezi kuelekezwa kwa mazoezi. Lakini akizaliwa maybe kwa dispensary ama azaliwe nyumbani kama mama wengine vile wanafanya, mtoto hataweza kusaidika haraka. Anaweza kaa nyumbani, by the time apeleke mtoto clinic, labda ako na miezi 6, mtoto ashapata deformities ama kichwa imekuwa kubwa zaidi. Hata ukiwekea hiyo shunt, kichwa haiwezi rudi, inabaki ikiwa kubwa. Sawa. Naomi, wakati sasa mlipojua kwamba tatizo ni hili, ukasema hutaki kuhudumiwa na huyo alokuja akakupatia zile habari, ulichukua hatua gani ambazo pengine zilikusaidia vipi mpaka hivi sasa? Maanake nimekuuliza kabla tuanze haya mahojiano, ukaniambia msichana yuko sawa, anaendelea na maisha yake vizuri. Asante. Tulipotoka hospitali, kwa ile harakati ya kuletewa therapist ama counselor aongee na mimi, kuna mwingine aliandamana naye, akaniambia kuna hospitali iko Kijabe wanashughulikia watoto kama hawa. So kama utaki mtoto wako atibiwe hapa, mpeleke Kijabe. Nilikuwa na woga, sababu nilikuwa najiuliza, sasa naenda Kijabe nipeleke mtoto alafu aniambie anyway anakufa. But na tena nilikuwa na woga, mtoto ni mdogo, ataingiaje theater? Nitampatianaje kwa mikono ya daktari niseme anaenda kufunguliwa, like nilikuwa nasema kwa kichwa changu anaenda kufunguliwa kichwa aje. So, but nilikaa muda kiasi kabla nipate courage ya kupeleka. Kama muda gani? Nilikaa almost wiki 5. Unamwangalia tu mtoto, ukimwangalia ukimsikitikia ujue ufanyeje naye? Nilikuwa niko numb, like hata sina feelings, sina woga, sina nini,
niko tu. Sababu sasa naangalia mtoto naona si niliambiwa nakufa. Hata namtafutia usaidizi wa nini? Na wakati ule mtoto alikuwa na dalili zipi? Alikuwa yuko sawa? Kichwa kilikuwa kinaendelea kukua kikubwa. Macho yalikuwa yana sunset. Hii part ya black ya macho kuna vile ilikuwa inaangalia chini. Dalili nyingine hakuwa na dalili nyingine, zilikuwa tu hizo mbili. Kulialia, alikuwa yuko sawa na alikuwa yuko sawa na nyonya vizuri. Lakini sasa unajua nilikuwa nimeambiwa mtoto hawezi ongeza uzito. Tukarudi kliniki ile ya 2 weeks. Wakati alipimwa nilikuwa nimemzaa na uzito wa kilo 3.17. Wakati tulienda kliniki ya 2 weeks nikapata ako na around 4.6. Nikaona mtoto wangu anakuwa. Sasa hapo ndo nilipata matumaini ya kufanya kumtafutia sasa matibabu. Ndo tukaenda Kijabe. Hata niliacha ile CT scan nilikuwa nimefanywa ile hospitali ya kwanza, sikubeba. Nikasema wacha niende tu nianze upya, nisikize kile wataniambia, waniambie ama mtoto atakuwa mboga, atakufa. So tukaenda Kijabe. Wakafanyia CT scan. Wakaniambia mtoto ako na chance ya kukaa a normal life wakimfanyia operation amweke shunt. Na wakaniambia hatutaenda into details until tufanye ile upasuaji. Wakaniambia akifanyiwa mazoezi na ashaekwa shunt ataishi a normal life. Nikawa zile za hapana, hawa ajui kile wananiambia. Kule kwingine si nilikuwa naambiwa mtoto anakufa before 6 months anyway. Anasemaje atakuwa sawa. Tukauliza ni nini inahitajika. Wakati huo NHIF ilikuwa inafanya kazi, tukaambiwa tunahitaji kuwa tumelipia NHIF I think mwaka mmoja. Although alikuwa amesema matibabu ya under 5 years, I can't remember, sikumbuki details zote sababu nilikuwa naenda through a roller coaster of a lot of this. Yani ulikuwa unakwenda kujaribu tu uangalie kama utapata usaidizi, usaidike. Tukaenda wakatuambia vile tutafanya ndo tupate approval ya NHIF. Kupata bwanangu akaingiwa na woga. Ananiuliza haka katoto kadogo hivi theater ataingia aje? Atatoka? Na wakimweka dawa mingi. Ananiambia matungoja akwe mkubwa kidogo. Namwambia hapana, vile niliona mtoto ameongeza kilo niko na uhakika atakuwa sawa. Sasa hiyo tulikuwa kama wiki 4 tunavutana tu na tukapata approval ya NHIF mtoto akiwa na mwezi mmoja, lakini bwanangu akakataa kunipatia hiyo approval. Akaniambia hapana, mtoto akiingia theater ataaga. Kwa hivyo wacha tungoje kiasi. Tukakaa one more week, wiki moja nikamsukuma akanitumia ile I think ni authorization. Akanitumia. Nikaenda na brother yake sababu bwanangu wako hapa Kenya. Tukaenda na ndugu yake. Na tukakubaliwa. Tukaambiwa tuende the following weekend. Sasa mtoto saizi wako na wiki 5. Kwenda hiyo weekend tukaambiwa vile tulifika Kijabe wakatuambia kumekuwa na ajali, theater ziko overwhelmed. Wakatuambia tunaomba muende nyumbani mkuje weekend ijayo. Tukaenda wakatoa mtoto CSF wakapima waone kama ako na any infection, ikapatikana hana. So tukaambiwa mtoto ataingia theater on a Monday. Tuliingia Kijabe on a Saturday, mtoto akafanyiwa operation on Monday morning. After kufanyiwa operation nilikuwa na woga. Sikuwa nataka kushika huyo mtoto. Sababu especially venye nilitoa sasa akiwa recovery, amejazwa sijui nizite waya. Amejazwa all over. Sasa nashindwa nitamshika vipi. Alafu sasa hakuwa amekama around, hakuwa amejisikia kabisa. So nikusimama tu hapo.
sijui nilie, sijui niite watu wanikalishe, but nilikaa tu, mtoto akajisikia, nikambeba tukaenda kwa ward. Kufika huko nayo naambiwa nivalishe mtoto nguo. Nilishindwa kumvalisha nguo. Sababu sasa nitamvalisha aje, amekatwa kwa kichwa na kwa tumbo. Alafu akona njaa. Tumbo. Yes. Operation inaingia mpaka kwenye tumbo. Yes, operation inaingia mpaka kwa tumbo. So akona cut kwa tumbo na kwa kichwa. Haya, nimeambiwa ndo hizo manguo umvalishe. Mimi naambia tu na sapana, nisaidie kumvalisha, mimi sitaweza. Kitu naweza mfunga ni diaper tu. Ananiambia pana, mtoto ni wako, lazima uanze kuzoea. Naam. But alinisaidia. Aliona kabisa nimeogopa, akanisaidia. Nikamvalisha. Na sasa nikaanza kuambiwa vile nitamnyonyesha na intervals. Kwanza kabisa niliambiwa anyonye 2 minutes. Ananyonya lakini analia, bado ako na njaa na siwezi pitisha zile dakika nimepewa. Alafu nurse bado alikuwa sasa after hiyo naambiwa the next interval ni 5 minutes. Tunatoka 2 minutes then 5 minutes. Pole tu mpaka tuone vile atakuwa. Haya, sawa. Yeah. Shikilie hapo, tunataka kwenda madukani, alafu tukirudi uje utueleze zaidi, kisha nije pia kwa kina Janet watueleze, manake kipindi ulichokipitia ni kigumu sana, na kuna mwingine pengine amepitia kama wewe, akaambiwa mtoto afanyiwe upasuaji akakataa, lakini wewe Mungu alikusaidia ukapata hiyo courage ukafanyia mtoto. Je, kuna hatari ya kutomfanyia mtoto upasuaji? Kuna hatari ya kutompeleka kupata matibabu? Na hatari ile, madhara yake katika siku zinazokuja ni yapi? Ndio mambo ambayo tutayazungumza tutakapotoka kwenye mapumziko. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini hapa nasubiri na nyinyi maswali yenu, maoni yenu, na pia chochote ambacho mngependa kujua kutoka kwa wataalamu wetu. Tunarejea muda usiokuwa mrefu.